Hapa Igunga, na naomba nitumie dakika chache sana kuzungumza mambo machache kabla sijamkaribisha mwenyekiti wetu wa wilaya ambaye atakuwa na jukumu la kuwanadi wagombea wote wawili pamoja na nafasi ya urais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kuwaomba mkawapigie kura za kishindo ifika hapo tarehe 29. Jambo la kwanza, Mheshimiwa wananchi pamoja na wanachama wa chama chetu cha Mapinduzi, tunawashukuru sana kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa awamu iliyopita. Mlituchagua kwa kishindo mwaka 2020 na tukafanya kazi kwa unyenyekevu mkubwa. Tukafanya kazi ya kuwahudumia wananchi kwa kujitoa, na tumejitathmini baada ya miaka mitano na kazi kubwa tuliyofanya ya kuleta maendeleo kwenye kata yetu, lakini pia kuleta maendeleo kwenye jimbo letu la Igunga. Tumefanya tathmini ya kutosha. Tumefanya tathmini kwa sababu CCM ni taasisi inayoendeshwa kitaasisi. Tumefanya tathmini na kuona kama tumefanya kwa kiwango gani. Tukajiridhisha ya kwamba tunaweza tukatoka tena, tukaenda kwa wananchi, tukawaomba ridhaa, watupe ridhaa kwa miaka mitano ijayo ili tuweze kufanya kazi ya maendeleo katika maeneo yaliyosalia. Na kwa sababu tuna uhakika tunaweza kuleta maendeleo, na ndio maana tumekuja ili kuwaomba tena kwa miaka mitano, kwa maana 2025-30, mtupe ridhaa kwa nafasi zote tatu, kwa nafasi ya urais, kwa nafasi ya ubunge, lakini pia kwa nafasi ya udiwani. Jambo la kwanza, tunawahakikishia ya kwamba katika kipindi cha miaka mitano inayokuja tutafanya kazi kwa ari zaidi, kwa nguvu zaidi, kwa unyenyekevu zaidi, lakini kwa kuwaheshimu sana wananchi ambao kwa kweli kutoka kwenu ndio tunapata ridhaa ya kuongoza. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tumewaletea wagombea. Tumewaletea wagombea kwa kuzingatia matakwa ya wananchi walio wengi. Mtakumbuka ya kwamba 2020 tuliwaletea wagombea kwa matakwa ya wananchi walio wengi. Lakini 25 tena tulipofanya tathmini na tuliporuhusu mchakato, tukatega sikio ili tusikilize wananchi wanasema nini. Kwa 2025 2030 tumewaletea wagombea wenye sifa na ambao kwa kweli wananchi wengi ndio walio wahitaji. Kwa hiyo mbele yetu hapa tunao wagombea ambao mheshimiwa mwenyekiti atawaleta, na tumezingatia matakwa ya wananchi. Kwa nini tunasema tumezingatia matakwa ya wananchi? Ni kwa sababu hatutaki upotoshaji ufanyike. Nafasi ya ubunge, kuna vyama vingine vimechukua fomu, na ni lazima tuseme kwamba sisi ni bora zaidi ya wengine. Kwa sababu gani? Sisi hatujichagui.